Mahakama ya kijeshi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imemhukumu kifo rais wa zamani Joseph Kabila kwa kosa la usaliti na uhalifu wa kivita. Kabila mwenye umri wa miaka 54 alihukumiwa bila kuwepo mahakamani baada ya kushtakiwa kuhusiana na kuunga mkono kundi la waasi wa M23 wanaosaidiwa na Rwanda. Idi Sesanga na taarifa zaidi. Aliongoza DRC kuanzia mwaka 2001 hadi 2019, lakini aliondoka nchini humo mwaka 2023 na kuishi uhamishoni nchini Afrika Kusini. Mwezi Mei mwaka huu alionekana tena mjini Goma, jambo lililoongeza hofu kwamba anaendelea kuwa na ushawishi mashariki mwa nchi. Mwendesha mashtaka wa kijeshi Jenerali Lucien Rene Likulia alimshtumu Kabila kwa kupanga njama za kupindua serikali ya Rais Felix Tshisekedi kwa kushirikiana na Rwanda na waasi wa M23 na kudai kwamba pia Kabila alikuwa mmoja wa wasuka mikakati wa mashambulizi ya kundi hilo. Katika hukumu iliyosomwa mjini Kinshasa, Jaji Luteni Jenerali Joseph Mutombo Katalai alisema Kabila amepatikana na makosa ya mauaji, ubakaji, mateso na uasi, na kwamba kifungu cha adhabu ya juu zaidi lazima kitumike. Kwa mujibu wa kifungu cha 7 cha sheria ya kijeshi, mahakama hii inamhukumu Joseph Kabila adhabu ya kifo kwa makosa ya mauaji, adhabu ya kifo kwa makosa ya ubakaji, adhabu ya kifo kwa makosa ya mateso na adhabu ya kifo kwa kosa la usaliti pamoja na kuandaa vuguvugu la uasi. Zaidi ya adhabu ya kifo, mahakama pia imeamuru Kabila kulipa fidia takriban dola bilioni 50 kwa serikali na waathirika wa machafuko mashariki mwa Kongo. Kesi hii imezusha mjadala mkali, huku chama cha Kabila cha PPRD kikilaani mashtaka haya kama ya kisiasa na mkakati wa kumuondoa mpinzani mkubwa wa Tshisekedi. Mashirika ya haki za binadamu pia yameonya kuwa hukumu hiyo inaweza kuongeza mgawanyiko katika taifa hilo kubwa lenye utajiri wa madini ambalo limekumbwa na vita na ukosefu wa utulivu kwa zaidi ya miongo mitatu. Wakazi wa maeneo yanayodhibitiwa na waasi pia wameelezea kukasirishwa na hukumu dhidi ya kiongozi huyo. Mkazi wa Bukavu Denis Bashige alikuwa na haya kusema: Le Congo n'a qu'un seul ancien président. Kongo ina rais mstaafu mmoja tu, anaitwa Joseph Kabila. Unawezaje kufikiria kwamba badala ya kutumia uzoefu wake tofauti, kwanza kama askari wa zamani, rais wa zamani aliyeshuhudia vipindi vyote vya vita na kufanikisha kuleta amani, leo hii anahukumiwa? Badala ya kumchukulia kama mshauri wa kwanza, tunamhukumu katika nyakati kama hizi. Ninaamini hili ni upotevu. Je crois que c'est une gâchis. Kwa sasa haijulikani wazi ni wapi alipo Joseph Kabila, lakini hukumu hii inabaki kuwa hatua kubwa zaidi ya kisheria dhidi ya rais wa zamani na huende kaathiri mustakabali wa siasa za DRC kwa muda mrefu. Shukran sana Idi Sesanga kwa ripoti hiyo. Na mjini Goma, baadhi ama sehemu kubwa ya wakazi wa mji huo wanapinga hukumu hiyo dhidi ya Kabila, huku wachache wakifurahia. Ruta Longa na baadhi ya maoni ya wakazi wa eneo hilo. Tunadhani kama sheria ya Kongo haingeweza tu kumhukumu rais Kabila, yaani ingehukumu wale wote ambao wamejiunga na marebelion kwa kusababisha ukosefu wa usalama ndani ya jimbo la Kivu ya Kaskazini na sehemu zingine za Kongo ambaye kuna mauaji na kuna ujeuri ya kijeshi. Tunafikiri kama isisimamishwe tu kwa rais wa zamani Joseph Kabila, lakini wale wote wa kamanda wa jeshi ambao wamejiunga na adui na ambao wamesababisha ukosefu wa usalama na mauaji wote wangekuwa kondane. Mhukumu ni makosa sana. Kabila maombi yangu akamate mpaka Kinshasa, hakuna vetu kwamo. Bamefanya kwanza makosa kumhukumu juu sie bota tuyajua bana mhukumu juu ya nini. Basi mkosee vile vraiment. Juu miaka yote alifanya kukiti, tulikuwa naishi na amani na to ilikuwa ya bien. Naam, hayo ni maoni ya baadhi ya wakazi wa Goma nchini Kongo kuhusiana na hukumu dhidi ya Joseph Kabila. Mbali na hayo, katika kile kinachotajwa kwa maandamano makubwa zaidi yaliyowahi kutokea nchini Morocco, utawala unakabiliwa na shinikizo kubwa kutoka kwa vijana waliotumia mitandao ya kijamii kuhamasisha raia sehemu mbalimbali za nchi hiyo. Waandamanaji wanaishtumu serikali kwa kupuzilia mbali huduma nyeti za afya na elimu na badala yake kuwekeza rasilimali za taifa katika maandalizi ya kombe la dunia mwaka 2030.
30, huku polisi ikiwakamata baadhi ya vijana wanaodaiwa kuchochea maandamano hayo chini ya kundi la Gen Z 212. Serikali ya muungano ya nchi hiyo imetoa mwito kwamba iko tayari kufanya mazungumzo ya kitaifa kujadili njia za kushughulikia matakwa yao. Lubega Emmanuel na ripoti kamili. Wakiitikia miito iliyosambazwa kupitia majukwaa ya kijamii hususan TikTok, Instagram na Discord, raia mbalimbali wa Morocco hususan vijana wameendelea kushiriki katika maandamano kupinga kile wanachokitaja kuwa kushindwa kwa utawala kushughulikia masuala nyeti ya kimaisha kama vile afya, elimu na mengineo. Vikosi vya polisi vimeshuhudiwa katika miji mbalimbali vikitumia vifaa na silaha aina kuzima maandamano, huku makundi ya vijana waliobeba mabango na kuandamana wakikamatwa. Katika mji mkuu wa mashariki mwa nchi hiyo, Oujda, shirika la habari la taifa hilo MAP limeelezea kuwa mwanamume mmoja aliyegongwa na gari la polisi wakati gari hilo lilipowaingilia waandamanaji anazidi kupata nafuu. Vuguvugu la vijana lisilojulikana viongozi wake na kujulikana tu kama Gen Z 212 ndilo limenyoshewa kidole kuchochea maandamano hayo, likijenga hisia za chuki dhidi ya utawala kwa kusambaza video na picha za hali duni za huduma za afya na elimu. Maandamano hayo yameendelea kwa siku 4 mfululizo ambapo vitu mbalimbali ikiwemo magari vimeharibiwa. Kwa mfano, katika miji ya kusini mwa nchi hiyo ya Tiznit, Inzegan na Ait Amira, makundi ya waandamanaji walishuhudiwa wakiwarushia polisi mawe pale walipojaribu kuwasambaratisha. Katika mji wa Ait Amira ulioko kilomita 560 kusini mwa mji mkuu wa Rabat, ghasia zimeshuhudiwa ambapo kupitia kwa vipande vya video magari ya polisi yamepinduliwa. Kulingana na duru za polisi, zaidi ya waandamanaji 100 wamekamatwa ikiwemo mwanapodcast maarufu na msanii. Hii ni kwa mujibu wa chama cha haki za binadamu cha Morocco. Katika mji mkuu wa Casablanca, waandamanaji 24 waliodaiwa kuweka vizuizi kwenye barabara kuu wanafanyiwa uchunguzi wa kisheria. Hii ni kulingana na mwendesha mashtaka wa umma. Utawala wa sasa umeitikia maandamano hayo kwa kutoa mwito uwepo na mazungumzo ili kutatua mgogoro huo na kujadili masuala ambayo yanawakera raia. Hii ni kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa siku ya Jumanne. Asante, nianzie hapo alipomaliza Lubega juu ya maandamano yanaendelea huko Morocco ambako vijana wa Gen Z 212 wameleta tafrani kuitaka serikali ya Morocco kuangalia juu ya masuala ya kazi, ajira, maji na umeme. Maoni ni mengi katika mitandao ya kijamii na picha kadhaa tatu zinasambaa katika mitandao ya kijamii hususan mitandao wa Instagram na TikTok zikionyesha hali ambavyo ipo. Nguvu sasa hivi imekuwa kubwa, maana kila baada ya muda tunazungumzia maandamano. Tunatoka Madagascar tunahamia Morocco. Hakim Sai anasema kukamatwa kwa vijana hao kinyume na katiba, serikali inapaswa kusikiliza kilio chao baada ya kutumia nguvu na kuwakamata au kuwaziba sauti zao. Halima Sharifu anasema hii njia ya maandamano ndio mtindo mpya wa maisha, maana hakuna kusikilizana na sasa ni suala ni kuendelea kutishana na kuingia barabarani. Maoni mengine yanahoji masuala mengi kuhusu kama Gen Z wa Tanzania kuna siku watafanya haya. Naona kuna watu wanahoji Tanzania kuna Gen Z wakiangalia labda maeneo mbalimbali vile vijana wamejitokeza ni kama ambaye tumejitambua sasa, kwa hivyo tunataka kuchukua usukani kitu kama hicho, lakini ni maoni yao, tuwashukuru.